Hivi karibuni nilitengeneza mojawapo ya video kujibu swali ambalo mojawapo maswali maarufu sana ya Waislamu kwamba je, Mungu anaweza kufa? Wakijaribu kupeleka ujanja ama mtego kwa Wakristo kuashiria kwamba kama Bwana Yesu alikuwa ni Mungu, sasa inawezekana vipi Mungu akafa? Sasa mbali ya swali hilo kumezuka namna mpya kuuliza swali hilo ila kwa namna tofauti kidogo. Sasa safari hii Waislamu wamekuwa wakienda kwa Wakristo wakiwauliza, je, pale msalabani ni Mungu wangapi walikufa? Sasa kimsingi swali hili linataka kufanana na hili la kwanza kwamba je, Mungu anaweza kufa, lakini linawekwa tofauti kwa nia tofauti. Nia hasa ni kumfanya Mkristo aanze kulijibu katika namna ambayo Mkristo anaweza kujikuta bila ya kutarajia anakiri kwamba katika imani ya Kristo tunafundishwa katika miungu watatu. Sasa swali hili kwamba Mungu wangapi walikufa msalabani, kwanza lina nadharia kadhaa. Nadharia mojawapo ni kwamba Muislamu anayoliuliza amelibeba tu pasipo kufikiri kuhusu Wakristo hasa wanaamini nini. Au nadharia ya pili ni nadharia ambayo huyu mtu anayeuliza swali kusudio lake hasa si kutaka kujifunza au kutaka kujua kuelewa imani ya Kristo iko vipi. Nadharia unakuta nyuma ya swali hili kwa huyu anayeuliza ni nia yake ni kumweka Mkristo katika kona ambayo bila ya kutarajia anaweza akazungumzia kuhusu Mungu mmoja aliyekufa pale msalabani. Sasa swali hili kwanza, kama nilivyosema, huwa haliulizi kwa nia njema, lakini nitazungumza katika video hii na Wakristo wanaoangalia video hii na Waislamu pia. Kwa sababu kwanza kabisa Waislamu, ndugu zangu, mfahamu katika historia ya Ukristo toka kuanza kwa imani ya Kikristo karne ya kwanza, Wakristo wameamini katika Mungu mmoja ambaye anaishi katika nafsi tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na nafsi hizi ziko sawa katika asili. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wamekuwepo tangu milele, lakini ni Mungu mmoja na wanaishi katika umoja ambao unganishwa katika upendo na wanafanana katika asili yao. Sasa hawa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hawafanyi miungu watatu, bali ni Mungu mmoja. Hii ndio imani ya Kikristo ilivyo. Na utatu kimsingi sisi Wakristo tunasema ni fumbo. Katika fikra zetu za kibinadamu hatuwezi kulielezea wala kulifafanua katika lugha ambayo mtu anaweza akaielewa katika lugha ya kibinadamu. Lakini tunasema tu hivi ndivyo maandiko yanavyotuonyesha. Sasa unapokuja kuzungumzia kuhusu kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani, ni miungu wangapi walikufa? Kwa sababu wanachofikiri Waislamu wao ni kwamba kwa kuwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni nafsi tatu tofauti, kwa maana hiyo ni kama tafsiri yao ni kwamba Wakristo wanaamini katika miungu mitatu. La hasha. Sasa kimsingi kwanza lazima tufahamu tunapozungumzia mwana, huu mwana alikuwepo tangu lini? Kwa sababu shida moja ya Waislamu wanafikiri mwana aliumbwa au kwamba huyu mwana namna maandiko yanavyomzungumzia kwamba mwana alizaliwa kutoka kwa Baba, wanafikiri katika kuzaliwa katika hali ya kibinadamu au katika kibiolojia. La hasha. Mwana anatoka kwa Baba tangu milele yote. Kadhalika Roho naye anatoka kwa Baba na Mwana tangu milele yote. Hivi ndivyo mafundisho na maandiko yanavyotuonyesha. Kwa mfano, tunapoenda katika Injili ya Yohana, tukianzia na sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3, tunaona Yohana anapomzungumzia asili ya huyu Yesu Kristo. Na ni mistari ambayo ni maarufu sana na huwa naisoma mara kwa mara. Kwa ambao mnaangalia video zangu, nafikiri si mara ya kwanza mtakuwa mnasikia maneno haya. Hata nyinyi Waislamu ambao pengine mnakuwa mnazungumza na Wakristo, sidhani kama maneno haya ni mageni sana kwenu. Kwa sababu Mwinjili Yohana anasema hivi, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3, anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwamba huyu neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Anaendelea katika mstari wa pili, anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa maana huyu neno naye alikuwako kwa Mungu. Na mstari wa 3 anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yake hakikufanyika chochote kilichofanyika. Akimaanisha kwamba huyu neno alikuwako kwa Mungu, alikuwa Mungu na ni muumbaji pia, kwamba hakuna kilichoumbwa pasipo huyu neno kuwepo. Unapokwenda kwenye mstari wa 14 kwenye sura hiyo ya kwanza, Yohana anazungumzia namna gani huyu neno anafanyika kuwa mwanadamu. Kwamba anapoelezea ni kwamba huyu neno au Bwana wetu Yesu Kristo hakuumbwa, bali alitoka katika roho
akiwa kama nafsi ya pili ya Mungu akatwaa mwili. Anasema katika mstari wa 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hivi ndivyo mwinjili Yohana anavyomzungumzia huyu Yesu Kristo, kwamba alikuwepo tangu milele yote akiwa kama neno, akiwa na Mungu na alikuwa na Mungu na aliumba. Huyu neno alikuwa ni muumbaji. Kadhalika anazungumzia kwamba anapokuwa mwanadamu huyu neno si kwamba anaumbwa, bali anafanyika kuwa mwili, kwamba anatoa mwili tu. Kwa hiyo unaposoma injili hizi zote nne, injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana, unagundua kwamba unaposoma injili kwa uangalifu utagundua Bwana Yesu anautoa wanadamu katika mwili, lakini anakuwa mwanadamu kweli, kwa sababu anaonyesha asili ya wanadamu pia. Kwa mfano unamuona anahuzunika, anachoka, analala na vitu kama hivyo. Kadhalika pia anakuwa na hofu, lakini kuutoa wanadamu hakuuacha umungu wake, bado anakuwa ni Mungu. Sasa kurudi katika swali lililoulizwa la msingi kwamba pale msalabani walikufa Mungu wangapi? Tunapoangalia mwinjili wa Yohana, unapoenda katika sura ya 3 ya mwinjili hii, injili ya Yohana, tunaona kwamba huyu neno ambaye anafanyika kuwa mwili, ambaye anazaliwa, anaitwa Yesu Kristo, anatumwa na nafsi ya kwanza ya Mungu Baba wa mbinguni. Tunasoma katika sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18. Nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo huyu mwana ambaye anafahamika kama neno pia, Baba ndio anayemtoa ili aje kuwa aweze kuukomboa ulimwengu, ili ulimwengu huu upate uzima wa milele. Nazungumzia ulimwengu hapa, nazungumzia wanadamu hususan. Ndio lugha ambayo Yohana anaitumia ulimwengu akimaanisha wanadamu. Anaendelea kwenye mstari wa 17. Anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwengu ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwake yeye. Kwa kusudio la Mungu Baba kumtuma mwana sio kuhukumu anapomtuma mara ya kwanza hapa anapotoa mwili, bali aweze kuokoa. Anaendelea mstari wa 18, anasema, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo Kristo Yesu huyu ambaye Yohana anamzungumzia kwamba alikuwa ni neno, na huyu neno hata akiwa katika neno bado anakuwa ni mwana wa Mungu wa ile nafsi ya kwanza, ambaye huyu neno ni nafsi ya pili. Kwa hiyo Bwana Yesu anapokufa msalabani, tunachoona hapa ni kwamba huyu anakuwa na asili mbili, ni Mungu kweli na mtu kweli. Kinachokufa msalabani ni wanadamu wake, kwa sababu Mungu ni wa milele. Kadhalika katika imani ya Kikristo, hata mwanadamu ambaye mtu kama mimi au mwanadamu mwingine yeyote anapokufa, kinachokufa ni mwili. Roho inaishi milele. Japo roho ya mwanadamu ina mwanzo, lakini haina mwisho, inaishi milele. Kwa hiyo hata mwanadamu wa kawaida anapokufa, roho yake bado inaendelea kuishi. Kinachokufa pale ni mwili tu. Kwa hiyo Bwana Yesu anapokufa msalabani, ni wanadamu wake pale ndio unakufa. Tunapoenda kusoma kwa mfano katika waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya 3 mstari wa 18, tunaona kitu kinachoeleza vizuri sana. Tunaona kwamba kuanzia mstari wa 18 hii sura ya 3 waraka kwanza wa Petro nasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho walokaa kifungoni akawahubiri. Kwamba Bwana Yesu anapokufa msalabani, mwili wake anakufa pale katika mwili wa kibinadamu, lakini roho yake inashuka kuzimu, ambako anakwenda kuwahubiri wale waliokuwa kuzimu, wale ambao walikuwa katika hali ya neema, lakini walikuwa bado hawajaweza kupata ondoleo kamili la dhambi na kuweza kuingia mbinguni. Kwa hiyo Bwana Yesu anakufa katika nafasi ya mwili wa kibinadamu, lakini roho yake kama Mungu anaendelea kuwepo, na anafanya matendo mengi kabla ya kufa msalabani ambayo alithibitisha kwamba hakika huyu alikuwa ni Mungu. Kwa mfano, anamponya mmojawapo ya watumwa au mfanyakazi wa mmojawapo, kiongozi wa Kiroma, ambaye alimwambia, sistahili ingie nyumbani kwangu, lakini sema neno tu na huyu mtumishi wangu atapona. Bwana Yesu anamwambia, na ikawe kama ilivyo imani yako. Na waandishi wa Injili wanasema kwamba saa ile ile, mwandishi wa Yohana, mwinjili wa Yohana anasema saa ile ile yule mtumwa wake au yule mtumishi wake
alipona bila Yesu Kristo kufika kule. Ilikuwa ni uthibitisho kwamba akiwa pale katika mwili, lakini katika roho yake kama Mungu yuko kila sehemu. Ndio maana aliweza kumponya yule mtumwa, yule kiongozi wa Kiroma. Kwa hiyo kujibu swali hili, kimsingi kwanza Muislamu ufahamu, unauliza swali hili katika nadharia ya kwako ya Kiislamu, ambayo katika Uislamu Allah anajisema yeye kama ni Mungu ambaye ana nafsi moja tu, ambayo ukienda katika mandhari ama imani ya Kiislamu ilivyo, unakuta nafsi moja ni madhaifu badala ya nguvu. Na pia tunakuta kwamba katika maandiko yote haya, katika Biblia, hata katika Qur'ani, tunaona kwamba Mungu anajieleza kwamba hafanani na chochote. Lakini ukienda katika theolojia ya tauhidi, Mungu kuwa katika nafsi moja maana yake tayari ameshafanana na muumbaji wake. Kwa mfano, kila mwanadamu ni nafsi moja. Kwa hiyo huyu Mungu Allah ambaye anasema yeye ana nafsi moja tayari amekwisha fanana na uumbaji wake. Lakini huyu Mungu tunayemwamini ambaye ni Yehova, anayejidhihirisha katika Biblia takatifu, ambaye anadhihirisha katika maandiko yake kwamba ni Mungu mmoja anayeishi katika nafsi tatu, tayari moja kwa moja anathibitisha kwamba yeye hakuna anayofanana naye katika uumbaji wake. Kwa sababu hata katika akili zetu za kibinadamu hatuwezi kumwelezea kwa ufasaha, hatuweza kupata upambanuzi wa kina wa nafsi tatu zinawezaje kufanya Mungu mmoja. Hili ni fumbo na tunatakiwa tuliamini kama fumbo. Kadhalika tunaposema kwamba Bwana Yesu anakufa msalabani, Mungu hafi na wala hakuna miungu watatu. Kuna Mungu mmoja ambaye nafsi moja ambayo ni ya mwana au neno ndio inatoa mwili na ndiye anayekwenda kufa msalabani pale kwa ajili ya fidia ya dhambi zetu. Ama inakuwa ni agano la jipya la ondoleo la dhambi ambalo linatupa wokovu kwa imani na kwa neema. Nadhani kwa ufupi tu, ndugu yangu Mkristo au Muislamu, umeweza kunielewa. Lakini kimsingi ufahamu, ndugu yangu Muislamu, swali lako unalouliza hili ni swali ambalo linabeba nadharia potofu kuhusu nini Wakristo wanaamini. Kwa sababu Wakristo kama nilivyosema hapo mwanzo, tunaamini katika Mungu mmoja tu ambaye anaishi katika nafsi tatu. Na hii nafsi ya pili ya Mungu ambao ni mwana au neno kabla ya kutoa mwili, ndio ambaye unachukua mwili, haumbwi, anachukua mwili, anafanyika kuwa mwili, anakaa kwetu na ndio anakwenda kufa pale msalabani. Na kinachokufa pale msalabani ni asili yake ya wanadamu, ndio inakufa pale msalabani. Lakini roho wake wa kimungu ambayo yupo tangu milele na atakuwepo tangu milele yote. Na ndio maana katika unaposoma Ufunuo, Bwana Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega, ni mwanzo na mwisho, akimaanisha kwamba ni wa milele yote, hana mwanzo wala hana mwisho, na yeye ndio mwanzo wa vitu vyote na ndio mwisho wa vitu vyote, kwa sababu yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Ndio maana anaweza kuwa mwanzo na mwisho wa vitu vyote. Basi kwa ufafanuzi huu ninaamini kwamba umepata uelewa mpana zaidi. Asante na endelea kufuatilia channel zangu. Kadhalika pia nikukumbushe ndugu yangu Muislamu, ni wakati sasa uanze kufikiri na kutafakari hatima ya roho yako, hatima ya wokovu wako, kwa sababu hakika nakwambia hakuna wokovu katika Uislamu, hakuna wokovu katika kumfuata Muhammad, kwa sababu Muhammad mwenyewe anatuambia kabisa katika Qur'ani kwamba yeye mwenyewe hajui atafanywa nini, wala hajui wewe Muislamu utafanywa nini. Kwa hiyo kufuata Muhammad ambaye yeye mwenyewe hajui hatima yake ni hatari sana. Ni sawa na kufuata mtu anakupeleka sehemu ambayo yeye haijui na wewe hujui. Lakini Bwana Yesu anatueleza wazi kabisa katika Yohana sura 14 mstari wa 6, anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na kabla ya kufika mstari wa 6 unaona Bwana Yesu anasema anakwenda mbinguni kwa Baba kutuandalia makao ili yeye kule alipo nasi tuwepo. Ni upendo wa hali ya juu, kwa sababu anajua alipo na anataka sisi tuwepo. Nikutie moyo ndugu wangu, fuata maneno haya, tafakari, usipoteze fursa hii ya uzima wa milele. Mungu akusaidie sana.